Amen. Ninakushukuru Baba wa mbingu na nchi, kufika saa hii na muda huu sio mimi wala sio huyu, ila ni wewe Jehova. Amen. Wewe una kusudi na sisi Bwana. Wewe una neno na sisi jioni hii. Baba, sema na sisi. Gusa mioyo yetu Bwana. Tulipokosea Baba, sema nasi. Sema na baba yule, sema na baba yule, sema na huyu kijana Jehova. Asante Mungu kwa kuwa wewe siku zote ni mwema na ni mwaminifu. Ni katika jina la Yesu. Amina. Haleluya. Somo letu la jioni ya leo inasema kwamba ibada inayompendeza Mungu. Ibada inayompendeza Mungu. Ibada inayompendeza Mungu. Tutaangalia Rumi 12 mstari wa kwanza. Warumi 12 mstari wa kwanza anasema kwamba basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu na ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Haleluya. Kwa hiyo kumbe tunatakiwa kuitoa miili yetu kuwa ibada. Kwamba mwili wetu ndio ibada. Mwili wetu ndio unamtukuza Mungu na kuonyesha uhalisia wa ibada. Kwamba ibada haiwezi kukamilika pasipo miili yetu. Lazima tuitoe miili yetu kama sadaka. Kwamba ninautoa mwili huu kwa ajili ya kuimba mbele za Bwana. Ninamwimbia Bwana kweli kweli. Nimeutoa mwili wangu kuwa ibada, kuwa dhabihu mbele za Mungu. Kwa hiyo Mungu anataka tujitoe, tuwe dhabihu mbele yake. Kama vile yeye alivyomtoa mwana wake, akasema kwamba amemtoa mwana wa pekee ili kwamba aje aokoe ulimwengu. Kwa hiyo yule mwana alikuja akatuokoa. Kwa hiyo na yeye anataka tutoe miili yetu kwa ajili ya kumsifu yeye. Tusitoe miili yetu au viungo vyetu kwa kazi zingine. Tunakuja hemani mwa Bwana tunamsifu Mungu. Hatuji hemani mwa Bwana kwa ajili ya kujiinua, ninataka kuonekana. Anione fulani ninacheza. Hiyo sio ibada. Anione mtu ninaimba, anione mtu ninahubiri, anione mtu nanena kwa lugha. Hiyo sio ibada. Ila anasema ibada iliyo njema ni kuutoa mwili wako kuwa dhabihu ya kumpendeza Mungu, dhabihu takatifu ya kumpendeza nani? Mungu wetu aliye juu. Itoeni miili yenu kuwa dhabihu. Toeni miili yenu kuwa sadaka. Sadaka iliyo safi, isiyo na uchafu. Usitoe sadaka ambayo inakona kona. Mungu hataki. Kwamba ninakuja ninamtukuza Mungu mahali hapa lakini nina uchafu. Mungu hapendi. Maana amesema kwamba ni kelele mbele zake. Kwamba nitakuja kuomba lakini nina dhambi ambazo nazifanya nyuma ya panzia. Alafu nikija hapa nasema mimi ni mtakatifu. Kwamba nimeutoa mwili wangu kuwa dhabihu. Hiyo sio dhabihu mbele za Mungu. Kwamba tayari tunakuwa hatuko tena mbele ya Mungu, ila tunamtukuza mwingine, Mungu mwingine ambao ni wa dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunakuwa tunamsifu mwingine, tunamtukuza mwingine. Kwamba Mungu anataka miili iwe dhabihu. Ndio maana akasema kwamba Yesu amesema atakuja alichukue kanisa lake. Kanisa sio hili jengo. Kanisa ni mimi na wewe. Miili yetu ndio mahekalu. Anasema kwamba hamjui kwamba miili yenu imekuwa hekalu la Roho Mtakatifu. Kwamba kumbe mwili wangu inatakiwa ni utakasi, uwe safi. Ninapokuja mahali hapa, ninapomsifu Mungu, basi sifa ziende kwa Mungu. Ninaposema jamani tutubu, basi wote tu watakatifu. Lakini ninaposema kwamba jamani tutubu, huku ndani nina uchafu, hapo simtukuzi Mungu wala sina ibada. Yesu anasema kwamba wakutanikapo wawili watatu kwa jina langu niko mahali hapa. Kumbe ibada sio jengo. Ibada ni wewe na mimi. Tunatakiwa tuwe wasafi, tuje mbele za Mungu tukiwa watakatifu. Tuje mbele za Mungu tukiwa watenda haki. Ndio maana anasema kwamba ukiona kwamba hauko sawa, hata sadaka usitoe. Iache kwanza, hebu rudi kwanza. Katengeneze alafu ndipo urudi. Kwamba Mungu wetu anataka tuwe dhabihu mbele zake. Anataka tumsifu yeye. Ndio maana akasema mimi ni Mungu mwenye wivu.
Anasema wale wenzetu walikosea kule jangwani, wamekaa wanamsubiri Musa arudi. Baadaye waliposema Musa anachelewa, wakatengeneza ndama, wakamsifu ndama, wakasahau kama kuna Mungu. Kuna majira yapo tunasahau kama kuna Mungu aliye mbinguni. Tunajikuta tunafanya vitu vyetu wenyewe. Anasema yule mfalme alipochukua vile vyombo vya Mungu, akakaa akanywa, alipolewa akafanya vitu ambavyo sio, na Mungu akasema kwamba nimekukataa, ufalme wako nimempa mtu mwingine. Kwa hiyo tusikataliwa na Mungu. Tunatakiwa tuwe wasafi, tusifanye ambayo kumpendeza ibilisi, tufanye ya Mungu. Tusiende na ibada za mazoea, kwamba nimezoea, mimi nimeokoka muda mrefu, mimi nimetembea makanisa mengi. Haitakusaidia chochote. Mungu anataka utakatifu ulioko ndani yako. Mungu anataka usafi wa moyo wako. Ndio maana anasema kwamba linda moyo wako kuliko kitu chochote. Leo hii tukiingia kwenye maombi, hatulindi moyo. Hatusemi Mungu tunaomba nilindie moyo wangu, tunasema Mungu nilindie ndoa yangu. Kwamba hadi shetani anajua kumbe udhaifu wa huyu mtu upo katika ndoa yake, anaenda kupiga ili akuvunje moyo. Usimtafute tena Mungu, useme Mungu hayupo, mbona hakulinda ndoa yangu? Hapana, tumtafute Mungu kama Mungu anavyosema kwamba utafuteni kwanza ufalme wake. Haleluya. Anasema Hana alikuwa ni tasa, alikuwa hana mtoto. Akatembea, anasema anaenda mbele za Mungu, anapiga magoti. Hakusema kwamba Mungu ninaomba nipate mtoto ili awe ananitekea maji, ninaomba nipate mtoto niwalingishie wengine nao waone mimi nina mtoto. Alisema Mungu ninaomba unipatie mtoto, alafu ukinipatia huyo mtoto nitakupa wewe. Kwamba sio ninakupa siku moja, ninakupatia wewe mazima. Hakutaka kitu kingine chochote. Alichotaka yeye kwamba na yeye lile jina la utasa lisionekane tena kwake. Hakutaka kwamba yule mwenzangu anione na mtoto. Alichotaka kuondoa lile jina la utasa, kwamba Mungu ninaomba nipatie mtoto. Endapo siku moja ukanipa mtoto, ukanipatia mtoto mwanaume, na mimi nikazaa, nikaondoa ile roho ya utasa, nikaondoa lile jina la utasa, huyo mtoto hatakuwa wa kwangu, mtoto nitakupa wewe. Hakusema kwamba ukishanipatia mtoto alafu nipe na watoto wengine. Alisema ukinipa huyo mtoto ninakupa wewe. Hakuomba watoto wawili, aliomba mmoja tu mwanaume. Ndipo Mungu alipompa yule mtoto, alafu baadaye akampa na wengine. Hayo ndiyo maombi yanayotakiwa kwa mtakatifu. Kwamba nisiombe kwamba ninaomba kitu fulani ili fulani anione. Hayo sio maombi mbele za Mungu, na huo sio utakatifu. Mungu hawezi kutupatia. Ndio maana akasema kwamba hampati kwa kuwa mnaomba vibaya. Yaani mnaomba ili kwamba muonekane, kwamba nikipita watu wanione. Yale ni maombi mabaya na sio utakatifu mbele za Mungu. Mungu anataka tuwe watakatifu. Yaani ninavyojiona mimi nimuone na yule vile vile. Ninavyomwona fulani na mimi tu wote sawa. Ndio maana anasema kwamba tuitoe miili yetu. Wewe mwili wako kuutoa sadaka, huwezi kumwona fulani ni mbaya. Mwili wako kuutoa sadaka, huwezi kumsema ndugu yako vibaya. Huwezi kuua roho iliyoko ndani yake. Leo hii watu tunaua watu ndani humu, kwamba kwa ajili ya maneno ya kuvunja moyo. Mwingine anavunjika moyo kwamba nimesemwa vibaya, anaondoka. Ila Mungu anasema ole, kwa sababu anasema roho zote ni mali yangu. Kuna watu wako mitaa hii hapa na wanasikia injili kila siku, hawajawahi kufika mahali hapa. Na kuna watu wako mbali, wametoka wamekuja mahali hapa, hawajaletwa na mtu mwingine, wameletwa na yeye mwenyewe. Na maana akasema walio wangu ninawajua, wote anipao, wote wanaokuja kwangu wamevutwa. Hakuna mtu ambaye amekuja mwenyewe, kavutwa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo inatakiwa sisi wote tujione ni ndugu. Sisi wote tujione ni kitu kimoja. Hatutajiona kitu kimoja kwa sababu tayari kila mtu anataka utukufu wa kwake. Kwamba ninataka nionekane mimi. Ninataka mimi ndio nionekane. Kila ninapokanyaga nionekane mimi. Lakini Yesu anasema anataka unyenyekevu. Anasema kila jikweza atashushwa. Tulifundishwa ile Jumapili iliyopita kwamba somo la unyenyekevu, kwamba lazima unyenyekee. Usijisifu, usijitukuze. Inatakiwa ushuke. Utoe
mwili huo kuwa sadaka, utoe mwili wako kuwa dhabihu takatifu inayompendeza Mungu wa mbinguni, ndipo Mungu atakukweza mwenyewe. Utashangaa unapita sehemu, kila mtu anasema yule ni fulani, wamenijuaje? Kumbe ni Mungu ameamua kukuheshimisha. Wako watu makahaba, lakini kuna wengine makahaba wameokoka. Nani amewaheshimisha? Ni Mungu. Yaani ameondoa ule uchafu. Nini? Walijishusha. Anasema kwamba walipopita kwa Rahabu, Rahabu alijishusha, akawapokea watumishi wa Mungu. Akapokea, akaweka ndani, akawaficha. Mwisho wa siku akasema na mimi nikumbuke. Akakaa kwa utulivu, kwa unyenyekevu, kwamba alishuka akusema kwamba mmekuja mahali hapa, tokeni. Hakuwafukuza, ila alijishusha, akawapokea, akawaficha. Mwisho wa siku yule ndio akatupatia tena, tukapata kupitia yeye, na yeye mwenyewe ni katika uzao ule wa Yesu alimpata mtoto. Haleluya, haleluya kanisa, amina. Tuangalia kifungu kingine, anasema hiyo Rumi 13:12. Anasema usiku umeenda sana, mchana umekaribia, basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Matendo ya giza. Tuliokoka tukiwa katika giza, tulikuwa tumevaa matendo ya giza. Tulikuwa ni wazinzi, tukawa watenda mabaya, watukanaji, wasengenyaji, tukawa wauaji. Lakini tulipotoka, ilitakiwa tuyavue yale matendo ya giza, tuyavae sasa matendo ya nuru. Kwamba kama nilikuwa kule kahaba, basi hapa nimekuwa mtakatifu. Kahaba nimeacha wapi? Huko nje. Machafu yote nimeacha wapi? Huko nje. Lakini leo tumesahau, tumeingia na zile tabia zetu za asili, kwamba nilikuwa mzinzi, ninaingia tena kama nilivyo, ninazini, alafu ninasimama mbele za Mungu kwamba ninamsifu Mungu. Hayuko Mungu wa hivyo. Huyo Mungu hayupo. Ila Mungu anasema kwamba tuyavue yale matendo ya giza, tuliache lile giza. Kama tulikuwa tunawanga usiku, basi tuache, tuingie kwa Mungu tukiwa wasafi, kwamba tuihubiri Injili, kila mtu amwone mwenzake sawa, kwamba huyu ni mwenzangu, huyu ni mtakatifu mwenzangu, huyu ndiye naenda naye kule mbinguni, huyu ndiye jirani yangu kule mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba tuuache uovu wote. Zamani kuna watu wengine hatukuwahi kuvaa magauni hivi tunavyovaa, lakini tulipompokea Kristo ilitakiwa vile vyote tuviache, kwamba ni tabia za asili. Sasa ninaingia kwa Kristo. Kristo anasema nini? Yeye mwenyewe anasema kwamba ukimpokea Roho Mtakatifu atakufundisha kwamba hiki ulichokifanya sio kizuri, hapa umekosea. Yaani utajikuta tu mwenyewe tayari unaona kabisa hapa ninakokwenda sio kuzuri, kwamba nilikuwa navaa vibaya. Lakini ukishampokea Yesu akakaa ndani yako, ukivaa vibaya huwezi kutoka nje. Dhamiri itakusuta, hapana, sio hivi. Kwamba nikikutana na mtu ambaye hamjui Kristo, ninamshuhudia nini? Ninamwambia kitu gani? Kwamba Yesu haya ataniuliza kwamba kuna tofauti gani kati ya mimi na mtu asiyeokoka, kwamba matendo yangu au mwili wangu umeshindwa kuwa dhabihu mbele za Mungu, mwili wangu umeshindwa kuwa sadaka ya kumpendeza Kristo. Kwa hiyo tujitahidi kuvua ule utu wa kale, kuvua matendo ya giza, kuvua ule uharibifu. Nilikuwa mkorofi, sawa, lakini natakiwa niache ukorofi ili niambatane na Kristo. Kristo alipita sehemu akamkuta Mathayo, akamwambia nifuate. Anasema alikuwa ni mtoza ushuru, lakini alipofika mahali pale amekaa, akamwandalia na kalamu Yesu, akasema kwamba kuanzia leo mimi sitakuwa tena wa hivi, kwamba sitawaibia tena watu, nitafanya sawa sawa kwa kila kitu. Akatoa na sadaka vilivyo alivyo navyo, akawagawia na watu kwa ajili ya kujitakasa, na akaacha uchafu wote. Kwamba kumbe inatakiwa tunapokutana na Kristo tuache uovu wote, tuache uharibifu wote, tuache mazoea. Paulo anasema kwamba kujipamba kwenu, analiambia kanisa kwamba kujipamba kwenu kusiwe kusuka labda na kuvaa mavazi ya gharama, kwamba anataka ujipambe ndani ya moyo wako, moyo uwe safi, moyo umtukuze Kristo. Atakapouona moyo, Yesu anafurahi,
kwamba huyu ndiye mwanangu. Haijalishi mazingira, haijalishi changamoto. Ndio maana akasema kwamba sio mauti, sio kitu chochote kitakachonitenga na Kristo. Lakini leo tukiufuatisha mwili, vingi vitatutenga na Kristo. Kwamba nitasema mimi sijasuka, siwezi kwenda kanisani. Kumbe nimemkataa Yesu kwa ajili ya kusuka. Hapana. Ukiwa na Roho Mtakatifu, huwezi kupita katika njia hizo. Daima utakuwa safi. Kuna mmoja akasema kwamba Roho Mtakatifu ni mbea, kwamba huwa yani kitu ambacho kimejificha afu yeye ndo anakuambia kwamba hivi fanya hivi, hapa kuna 1 2 3. Roho Mtakatifu sio mbea, ila Roho Mtakatifu ni mwaminifu, kama Yesu alivyosema kwamba mkimpata huyo atawafunulia vyote. Kwamba atafunua kwamba huyu uliyeambatana naye yuko hivi. Kwa mfano labda watumishi wa Mungu, huwa anapendaga sana mtumishi wa Mungu unaweza ukamfuata, lakini yeye akawa analijua kanisa lote. Yani Mungu akamfunulia, Roho Mtakatifu akamwambia kwamba huyu yuko hivi, huyu yuko hivi, huyu yuko hivi. Kumbe yani haina haja ya maelezo, kwamba nikaja nikaanza kujieleza mbele za mtumishi kwamba mtumishi maana 1 2 3. Haina haja. Roho Mtakatifu anakuwa ameshamfunulia kwa sababu ni watoto wake, kwamba huyu mtoto yuko hivi, huyu mtoto yuko hivi, huyu mtoto yuko hivi. Yani ndo raha ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu siku zote ni mwaminifu, hawezi kukuacha uende katika uovu au uharibifu, kwamba atakwambia huko unakoenda sio kuzuri, hapo ulipokaa sio pazuri, hiki unachokifanya unapotea, huko unakokwenda unakosea, hapa utamkosea Mungu. Ukiwa na Roho Mtakatifu huwezi kufanya dhambi moyo ukatulia. Lazima moyo utauma, utalia kwamba hapa nimekosea, hapa nimefanya vibaya. Ukiona unafanya dhambi moyo unafurahi, anza upya. Hapo huna nguvu za Mungu wala Roho yuko ndani yako. Ukiona unafanya dhambi, amani ya kutosha, anza upya. Hapo bado, anza upya, omba toba, rudi tena upya. Anasema kwamba kuna muda tulikuwa tunajua kwamba nyakati za mwisho ni bado sana. Lakini leo nenda kaangalia wenzetu huko Ulaya, utajua kwamba Yesu yuko mlangoni. Kwamba watu wanashindwa hata kukaa, ardhi inachemka, moto unawaka, watu wanashindwa kukaa, lami yote inayeyuka. Ndipo utakapojua Yesu yuko mlangoni. Sio wakati tena wa kufanya dhambi, sio wakati tena wa kulukaluka, sio wakati tena wa kuhangaika. Ni wakati wa kumtafuta Kristo, ni wakati wa kutafuta ufalme wake. Ndio maana akasema kwamba wako makahaba watawatangulia, kwa sababu walokole wale tumekaa tunasema ni watakatifu, dhambi tumezigeuza ni kawaida, dhambi tumegeuza kwamba ni mchezo. Lakini atakuja kahaba ambaye amefanya ukahaba, anatubu na Yesu anarudi, anakwenda mbinguni, sisi tunaachwa. Hiyo haitakiwi. Yesu anazungumza na sisi leo kwamba inatakiwa tutubu. Kuna siku nikiwa kwenye maono, naliona kusini, yani lile kama tingatinga kubwa limekaa, alafu sauti inasema kwamba shoka liko tayari kwenye shina la mti, tayari kwa ajili ya kukata. Kwa hiyo tayari nikaona kwamba kunatakiwa kuangamizwa hiyo sehemu ambayo nilikuwepo, inatakiwa iangamizwe ile sehemu. Nikapiga magoti, nikalia, nikamwambia Mungu, ninaomba tupe muda kidogo, tupe muda kidogo tu ili tutubu. Maana sasa ukituchukua tunakwenda wapi? Tunaelekea wapi Baba? Ninaomba tupe muda kidogo, angalau tutubu. Niliposema maneno hayo, nikakuta ile kitu imeondoka, tena amani ikawa shwari. Nikasema Baba, nitasema lakini sikuwahi kusema, ila leo ninasema kwa sababu ninataka niutue mzigo huu. Ila sasa wewe unayesikia ukipuuzia, mimi nimeshakuwa na amani. Haleluya. Kwa hiyo Yesu anataka tubadilike, tuanze upya. Kuna siku nyingine tena nikashushiwa Biblia kabisa, na nikapewa ile andiko Marko 1:15. Anasema wakati umekaribia na ufalme, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini Injili. Kwa hiyo inatakiwa tutubu.
Na maneno haya tena ninawaambia kwamba Yesu anataka tutubu, wakati umekaribia. Wewe unayefanya uchafu, acha. Wewe unayefanya dhambi, acha dhambi. Yesu anakutaka. Yesu anahitaji, anasema roho zote ni mali yake. Anatuombea usiku na mchana, anataka tubadilike. Anataka ile siku tusiangalie kwamba kuna wengine wametwaliwa tukaachwa. Aliyatamka yale maneno sio kwa amani, yani kwa maumivu, kwamba ipo siku wengine wataniambia, Bwana, mbona tulifanya unabii kwa jina lako? Na mimi nitawaambia siwajui nyinyi. Na ni kweli, leo hii mimi nasimama na hubiri. Siku nikiachwa nitamwambia, Bwana, uliniacha, lakini kumbe kuna uovu niliuficha ndani. Ninahubiri huku na dhambi zangu za siri, ninahubiri huku na mambo yangu machafu. Ndipo haya yatanizuia kuingia mbinguni? Mungu akishampa mtu kipawa hakiwezi kuondoka. Ndio maana kuna wengine akaniuliza, akaniambia, mtumishi, mbona kuna mtu anafanya dhambi siku hizi lakini ananena kwa lugha? Nikaambia, yani hiyo haiwezi kutoka. Ni kawaida sana, mbona kunena kwa lugha kusikutishe? Yani kusikutishe, siku hizi hata mapepo yananena kwa lugha. Kwa hiyo usikuhangaishe, wewe endelea kumtafuta Mungu, kwamba usiseme kwamba inawezekana kama yule anafanya dhambi na ananena kwa lugha, kumbe dhambi ni kawaida. Hapana, hakuna kawaida mbele za Mungu. Usikubali kuachwa. Usikubali kuachwa peke yako. Mtafute Mungu. Mtafute kwa bidii sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku nimekaa, kuna vitu, unajua Mungu kama anavyosema kwamba mwana ninayempenda huwa anamrudi. Kuna kipindi huwa nilikuwa na boda wangu, napenda sana kutaniana naye, yani tunataniana kama ile masiala mizaa. Lakini kuna siku nimelala, nikaona, sikumuona uso, ila nilimuona mtu amekuja akaniambia, mwanangu, ninataka uache dhambi ya mizaha. Iache hiyo dhambi ya mizaha, itakuletea shida. Nikajiuliza, ni dhambi gani hiyo? Akanikumbusha hiyo dhambi ambayo nikasema hii ni dhambi. Nikamshukuru Mungu sana, kwa sababu mimi niliona kama ni kitu cha kawaida, kwamba ninaongea si utani tu, kwamba ninataniana, lakini kumbe kwa Mungu ni chukizo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo enyi watakatifu wa Mungu, tukitaka kuingia mbinguni, tuache makando yote, tuache uovu wote, tuache dhambi zote, tumtafute Mungu kweli kweli. Tuache kumuona mwingine ni bora kuliko mwingine. Sisi wote ni wamoja, ni wa baba yetu mmoja. Tuna baba mzuri sana, ila tunashindwa jinsi ya kumtumia. Bwana asifiwe. Tuangalie tena hiyo Korinto wa kwanza 15 sura ya 5 mstari wa 9 na wa 13. Tunaanzia wa 9. Anasema, naliwaandikia katika waraka wangu kwamba msichangamane na wazinzi. Sisemi msichangamane kabisa na wazinzi wa dunia hii, au na wenye kutamani, au na wanyang'anyi, au na wenye kuabudu sanamu, maana hapo ningewalazimu kutoka katika dunia hii. Lakini mambo naliyoandikia kwamba msichangamane na mtu aitaye ndugu akiwa ni mzinzi, au mwenye kutamani, au mwenye kuabudu sanamu, au mtukanaji, au mlevi na mnyang'anyi. Mtu wa namna hii msikubali hata kula naye. Maana yanihusu nini kuwahukumu wale walio nje? Ninyi hamwahukumu hao walio ndani, lakini hao walio nje Mungu atawahukumu. Ninyi mwondoeni yule mbaya miongoni mwenu. Leo hii tunacheka, mtu unajua kabisa fulani ana mambo machafu, wewe unafurahia na unasapoti, lakini neno linasema kwamba huyo mtu, yani sema tu kwa vile haiwezekani kumwacha hapa duniani, ila haitakiwi hata kula naye pamoja, kwamba haitakiwi, muondoeni huyo muovu, kwamba ni muovu. Na ni kweli, kwa sababu tayari anaenda kuchukua dhambi, anaileta hapo, mnachangamana, yani yeye anakuwa kama sababu ya kuzima moto.
Leo hii hatumuoni Mungu, kumbe kuna watu tumewakumbatia, tunajua kabisa hao wana shida. Tumeshindwa kuwaambia ukweli kwamba wewe una tabia hizi hazifai. Tunakula nao, tunakunywa nao, tunacheza nao, tunaruka nao. Siku ya siku mtajikuta mnahukumiwa wote, kwa sababu uliona lakini hukusema. Ulitazama, ulifanya nini? Lakini kumbe inachotakiwa, kama mtu anamwona huyu hafai, ni mzinzi, mwambie. Ndio maana andiko nasema kwamba dhambi nyingine yoyote mtu anaifanya nje ya mwili wake, lakini uzinzi anafanya ndani ya mwili wake, anafanya akiwa anajua kwamba we Bwana nakupenda. Amna, nitakupa jibu siku nyingine. Au unacheka kwanza, we nawe. Anakuja siku ya pili anakusifia, unachekelea tena, hani wewe. Siku ya tatu anakuja tena anakutumia message, unaona hazifai, unafurahia kwamba mtumishi, siku ile ndio ulikuwa vizuri sana, ulipendeza muda unahubiri, asante. Hiyo ni dhambi ambayo unaitengeneza na Roho haikuhukumu. Mwisho wa siku unaifanya ile dhambi. Tena sio unaifanya kwamba umekurupuka, umegongana, umefanya, hapana. Mnapanga siku mpaka sehemu, tunakutana sehemu fulani, unafika mpaka ile sehemu, mpaka unavua nguo. Dhambi haikusuti. Unafanya ule uzinzi. Kesho nakuja hapa, naomba maiki, naanza kuhubiri watu. Haya, moto wa Mungu unatoka wapi? Nguvu za Mungu zinashuka upande gani? Kwa hiyo tumejikuta leo tunauzima moto kwa ajili ya kuto kukemea maovu. Tunazima moto kwa kuhofia kwamba wataniwaziaje. Kunakuwa vinainuka, labda kuna watu, mtu labda tuseme kwamba tunakuwa makundi. Mtu anakuja analiharibu kundi, analisemea vibaya, au unachukua maneno ambayo hayapo kabisa, unaenda kumchafua mtu mwingine. Kuna watu ni watumishi wa Mungu, ukimchafua unajichafua mwenyewe. Kuna watu ni watumishi ambao wametumwa, wana karama za Mungu, Mungu kawaagiza. Hakuwekwa tu ili mradi. Unapokuja unamsema kitu ambacho hakipo, unajipalia makaa ya moto mwenyewe, unatafuta uharibifu mwenyewe. Ndio maana anasema kwamba kila kinywa kitakacho kuhukumu kitahukumiwa. Kwamba kinamhukumu nani? Mtoto wa Mungu. Anasema kwamba kitahukumiwa chenyewe. Kwamba kumbe anasema tena katika Isaya 7:7 kwamba sijui akikaa kwenye vikao au mashauri, anasema hayatakuwa. Yatakuwa wapi? Yatakuwa juu yako. Kwamba kila neno Mungu atalibatilisha, litakuwa juu yako. Maana amesema kwamba anayemgusa mtoto wa Mungu anagusa mboni ya jicho la Mungu. Haleluya kanisa. Kwa hiyo tujitahidi, tukae na wenzetu kwa vizuri, kuto kuwatendea hila. Usimfanyie hila mwenzako, usimfanyie ubaya. Ukimwona mtu anakosea, mfuate, mwambie kwamba hiki ulichokifanya umekosea, hapa umekwenda tofauti, hapa umesimama vibaya. Hata kama ni kiongozi, mfuate, mwambie kiongozi, huu mwenendo uliotuendeza nao hatujauelewa, tunaomba utuelekeze. Lakini ukitoka ukianza kusema vibaya na uovu ule unakuwa juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Haleluya. Kwa hiyo tujitahidi kukaa mbali na uovu. Mtu kimwona uovu, mwambie kwamba ulichokifanya umekosea, ulichokifanya umekwenda tofauti na njia za Mungu. Bwana asifiwe. Amina. Tuangalie tena, tuangalie katika Luka 6:43 hadi 45. Neno la Mungu nasema, kwa maana hakuna mti mzuri uzao matunda mabaya, wala mti mbaya uzao matunda mazuri. Kwa kuwa kila mti hutambulikana kwa matunda yake. Hutambulikana kwa matunda yake. Maana katika miiba hawachumi tini, wala katika michongoma hawachumi zabibu. Mtu mwema katika hazina njema ya moyo wake hutoa yaliyo mema, na mtu mwovu katika hazina mbovu ya moyo wake hutoa yaliyo maovu. Kwa kuwa mtu kinywa chake hunena yale ya ujazao moyo wake. Kwa hiyo ukimwona mtu ananena maneno mabaya, usiwaze kwamba inawezekana amejisahau. Hapana, ndio yaliyoujaza moyo wake. Moyo wake umejaza mabaya. Yesu akasema kwamba katika Mathayo tena kwamba hivi, wako watu watakuja kwa jina langu
lakini mtawatambua kwa matunda, kwamba kwenye tini haiwezekani kazaliwa zabibu, kwamba mtawajua tu. Na ndio maana Roho Mtakatifu mwaminifu atakufunulia tu, ila hawezi kumfunulia mtu anayeongea kwamba anajua kwamba utaongea haitakuwa vizuri. Ila mtu anaweza akatembea akakujua vizuri jinsi ulivyo, kwamba ninamtambua huyu mama sio, huyu baba sio, ila ninanyamaza kwa kuwa Roho hajasema muda wa kusema, kwamba kuna muda atasema au wakati kwamba sasa mwambie, au sasa sema, au sasa kemea. Kwa hiyo kuna wakati unajua kabisa huyu mama fulani au baba fulani ana tabia hizi, ana mwenendo huu. Kuna wakati nikawa nawaza, nasema unajua hii dunia ni ngumu sana. Yaani kuna mtu anafanya dhambi, anajikuta amefanya kitu pasipo kutarajia. Unajua anajikuta ameingia, labda amesema uongo, haikutakiwa aseme uongo, au anajikuta kwamba kitu yana amekifanya ambacho tofauti, kwamba sio kwa makusudi. Lakini yuko kanisani, anaugulia, anaomba toba, anaenda mbele za Mungu. Sasa unakuta kuna mtu ambaye anajijua kabisa kwamba mimi sio mtakatifu, yani mimi naenda kanisani kwa ajili ya kuharibu watu. Alafu sasa kwa nje anahangaika kujifanya mtakatifu. Nikasema mbona ni kujichosha, bora ukae tu mtu uonekane moja kwa moja. Kwa sababu kama wewe unajikuta ni mzinzi, basi uzini tu kae nje. Au kama wewe mtu unaona kwamba kuroga ni kuzuri, basi kaa tu nje wewe unaloga. Yaani wewe unawanga tu uko nje unaruka, kila mtu akuone ufanye dhambi zote, ili kwamba siku ya mwisho ule moto kama wanakuchoma, wakuchome basi kwa uhalali. Sio kwa kusema kwamba mbona kuna muda mwingine mimi nilikuwa mtakatifu. Yaani uonekane tu kwamba matendo alikuwa ni hivi. Sio kwa kuvunga kwamba mimi nilikuwa ni hivi, mimi sikuwa, yani ingependeza zaidi. Lakini utakuta mtu amekaa anajifunika tuseme vazi kwamba la utakatifu, lakini kumbe ndani ni mbwa mwitu. Hiyo haitakiwi, inatakiwa tubadilike. Haitakiwi kabisa. Wakati umeshatimia. Mungu yuko mlangoni, anakuja kuchukua watu wake. Tusiachwe. Tukishindwa kuitumia hii neema tulionayo sasa, hatuwezi kujiokoa kwa damu zetu wenyewe. Maana itatakiwa damu ya kwako mwenyewe ndipo ujiokoe. Kwamba nikate mkono niendelee kuvumiliwa, nikate mguu niendelee kuvumilia, hivyo hivyo mpaka mwisho. Kati sasa ni bure. Yesu ametupa neema bure, kwamba njoo kila ajaye kwangu sitamuacha. Anasema yeyote atakayenitazama hatatoka kama alivyo. Kwamba kumbe kuna vitu vingine hata kama hatuwezi, basi tumwambie Mungu kwamba Mungu, katika hili swala mimi la kusema uongo limenishinda. Muda ambapo unatamani kusema uongo, nenda mbele za Mungu, piga magoti, omba rehema. Mwambie Mungu, naomba unirehemu, niepushe na hiki kitu, kwangu ni mzigo. Kama ulivyosema kwamba wenye mizigo wote waje, na mimi ninakuja na huu mzigo. Mungu, sasa nina njaa ya uzinzi. Hebu ninakuja mbele zako Mungu, naomba niondolee huu mzigo. Wewe umesema kwamba yeyote ajaye kwako atakunywa maji yaliyo hai, hataona kiu tena. Ninaikataa hii kiu. Mungu, niondolee hiki kinywa ambacho kinasema vibaya, ili kwamba siku ya siku nisije nikahukumiwa kupitia hiki kinywa. Kwa hiyo kinachotakiwa ni kumuomba yeye. Sio kwamba wengine waliweza tu wenyewe, lakini Mungu alifanikisha vyote. Mungu alitengeneza. Yesu akasema ni mfinyanzi, alifinyanga. Kwa hiyo hata sisi ana uwezo wa kutufinyanga. Kwamba ninaomba Mungu nifinyange upya, nipe moyo wa kubondeka. Ndio maana leo tunajikuta walokole hawana pesa. Sio hatuna pesa, ila Mungu anatujua kwamba nikimpa yule simuone kanisani tena, nitamuonea wapi? Atakuwa bize anatafuta hela. Kwamba sasa msinihesabie kwanza, mimi niko bize ibada za katikati, nitakuwa sionekani, niko bize natafuta pesa. Tumeshasahau. Lakini huyo mtu alikuwa anakuja magoteni kwa Bwana, anamuomba Mungu, analia na machozi. Leo hii tukipewa tunakuwa tunasahau. Tukipewa kitu tunakuwa tunamsahau kabisa na Mungu. Lakini Mungu anatutaka kwanza tuitoe miili yetu kuwa sadaka. Sadaka ya kumpendeza yeye. Sio sadaka ya kujisifu, sio sadaka ya kuonekana mbele za watu, bali sadaka ya kumtukuza yeye. Daudi anasimama anacheza
kwenye lile sanduku la agano, anatoa sadaka, alafu anacheza. Hakucheza ili aonekane na watu, yeye alikuwa mfalme. Hakucheza ili kwamba wengine wamuone, ila alicheza kwa sababu anacheza, anamsifu Mungu wake. Ndio akaluka mpaka nguo zinalaluka, hajaziona. Hakucheza kwa ajili ya kuwasifu wale watu, ila alikuwa anamtukuza Mungu wa mbinguni. Kwa kumbe hata sisi tunapokuja mbele za Mungu, inatakiwa tumtukuze Mungu wa mbinguni. Mienendo yetu imtukuze Mungu, matendo yetu yamtukuze Mungu. Tusiwe watu wa mashaka, kwamba muda wote nina wasiwasi, sijui Mungu anatenda, inawezekana hatendi, sijui Mungu anafanya, huyu Mungu yani sina hakika naye. Hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu. Mungu amesema kwamba yote yanawezekana kwake. Kila kitu kinawezekana. Kwa hiyo kinachotakiwa ni sisi kujiweka mbele zake, kukaa magotini pake, kumtafuta Mungu. Anasema kwamba yeye anitafutaye ataniona, atanitafutaye kwa bidii ataniona. Kwamba nikimtafuta kumbe ninamuona. Sio story tu za watu, sio kwamba maneno tu ya watu, kwamba watu wanasema fulani alisema hivi, alimuona. Alimuonaje? Sijui. Kwamba mimi mwenyewe nikimtafuta nitamuona. Anasema kesheni, kwamba kumbe nikikesha, sikeshi peke yangu, ninakesha naye. Ninamtafuta Mungu, ninamuona kwenye maisha yangu, ninamuona. Kuna baba alikuwa anapenda kushuhudia, yani wenzake wakitoka mbele kushuhudia, yeye anatamani kwamba wenzangu wanashuhudia, lakini baadaye akasema inawezekana hao wanashuhudia tu mambo ya uongo. Kwa hiyo kamlazima na yeye akiona wenzake wanashuhudia, na yeye anatoka anashuhudia uongo. Kwa maana mimi Mungu kanifanyia hivi hivi, Mungu amenitendea hivi. Siku akaja anasimulia, anasema jamani, mimi shuhuda zile zote ni za uongo. Nilikuwa namshuhudia Mungu uongo. Nilikuwa nasema ya uongo kabisa. Nilikuwa napata hamu na shauku wenzangu wanavyosema. Ila sasa nikawa najua na wenzangu kwamba ni hivyo hivyo, wameamua tu kusingizia, na mimi ndo nikawa nakuja nasingizia vile vile. Lakini kumbe Mungu ukimtafuta, huwezi kusema uongo, utamuona na utamsema yeye. Kila aliyemtafuta Mungu alikutana naye, alimuona katika nyakati zote, katika magumu, katika raha, katika mapito aina yoyote, alimuona. Kwa hiyo kumbe hata sisi tuna uwezo wa kumuona. Anasema kwamba walio wangu, kuna muda mwingine sina haja ya kuzungumza nao katika ndoto, ila ninaonekana live, ninasema nao. Kuna mtumishi alikuwa yani akikuwekea mkono, anaona yani kwamba kitu fulani ndicho cha kuombea. Mwanzo nikasema wewe mtumishi hasija akawa ni muongo, kwamba anaonaje? Yani kaniwekea mkono anaona kitu. Lakini baadaye nilipokuja kuomba yani nikakaa vizuri na Mungu, nikagundua kumbe hichi kitu kipo, kwamba nikiweka mkono juu ya mtu kama kuna shida, Mungu anaonyesha kwamba huyu ana 1 2 3, hapa pana shida fulani. Nikiwa kwenye maombi, nikifumba macho nikiomba, unaombea vingine, lakini Roho Mtakatifu atakuonyesha ombea hili. Lakini ukiwa sio mwana maombi, ukiwa hujakaa vizuri na Mungu, huwezi kuona, utasema kwamba fulani ni muongo. Kwa hiyo kumbe kinachotakiwa tuache uovu, tuyatoe hayo matendo ya giza, tukae katika nuru, tutamuona Bwana. Mungu mwenyewe amesema mimi sio Mungu aliyoko mbali, mimi ni Mungu ambaye niko karibu. Kumbe Mungu yuko na sisi muda wote tunapotembea, hata mahali hapa yupo, kila sehemu yupo, ila tunashindwa kumuona kwa sababu tumejiwekea ukuta kwamba hawezi kuonekana. Mungu yuko mbinguni, Mungu hawezi kuniona, Mungu hawezi kutazama chochote. Lakini kumbe Mungu anaona chochote, anaona kila kitu unachokifanya. Kuna muda unalia, unasema kwamba Mungu anione, anakuona, lakini anasubiri na wewe ukae vizuri, au wewe useme, ili na yeye apate nguvu ya kufanya. Maana kuna muda tunaweza tukalia, lakini hatujamkiri Yesu ndani ya mioyo yetu, kwamba tunakiri udhaifu, kwamba ninasema hili haliwezekani, nimeshindwa kukiri kwamba hili Mungu analiweza, ili apate nguvu ya kulifanya. Kwa hiyo mshtaki wetu anasimama, anasema unaona, huyu hakuamini, hasa unataka kumpa mtu asiyeamini. Kwa hiyo tunajikuta kwamba tunashindwa kupokea kutokana na mioyo yetu iko mbali na Mungu. Inatakiwa mioyo yetu iambatane na Mungu na tumwamini.
Kuna wengine tunaingia lakini hatuamini kwamba Mungu yupo, hatujui. Kuna pastor mmoja akafundisha akasema kwamba watu wanasema kwamba jehanamu, lakini sisi tuliwahi kufundisha kwamba ukitaka usikie moto wa jehanamu unasikika hata hapa. Ukitaka kuusikia moto wa jehanamu, wewe weka vidole vyote viwili kwenye masikio, utasikia ule muungurumo, ndio wa moto. Kwamba hicho unachokisikia kwenye masikio yako ndio moto unavyounguruma kule. Je, uko tayari kwenda? Kama ukikaa hivi hausikii, ila ukiweka masikio vidole unausikia unavyounguruma. Hawa hamjawahi kujaribu? Yaani ukiweka vidole unausikia kabisa ule moto. Na ni kweli. Hasa kwa nini tujitese kwa kitu ambacho kumbe tumeshaweza? Kama tumeweza kutoka huko tukafika mahali hapa, kumbe tuna uwezo hata kwenda kwa Baba. Tuna uwezo kwenda kufurahi na sio kwenda tena kuhangaika katika jehanamu ya moto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kinachotakiwa wapendwa, tutubu na tubadilike. Tuache uovu wote. Tuangalie tena hapa katika Mathayo 24:5 na 8. Neno la Mungu nasema, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Kwa hiyo hatujasikia habari za vita. Tumesikia vita ambapo taifa linaondoka linaenda kupigana na taifa. Matetemeko, karibuni tu hapa watu wamekufa wengi sana kwa ajili ya hilo tetemeko. Sio wamekufa, bado wanaendelea kufa. Haya, tumeona hayo, yani tuseme kwamba vitu vingi, gharika, watu, mafuriko makubwa. Haya, kuna moto ule ambao ni mwaka juzi ile, na hizi moto ulikotoka haujulikani. Uliunguza mji mzima, kasoro kanisa tu likaachwa. Lakini sehemu zote ule moto uliunguza. Walijaribu kuzima lakini haikuwezekana. Na inaposemekana kwamba ni moto tu ambao ulionekana ukashuka, halafu ukaanza kuunguza. Umetoka wapi haijulikani. Kwa hiyo ujue kwamba kumbe saa hii sio muda wa kucheza tena. Ni muda ambao Yesu alisema kwamba ni mwanzo wa utungu. Kwamba kama ni mwanzo wa utungu ni sawa na mama anataka kuzaa, kwamba saa tayari dalili ameshaanza kuzisikia kwamba sasa ninakaribia kupushi mtoto. Kwa hiyo kama ninakaribia, hizi ndo dalili, ndio maandalizi sasa. Kwa hiyo tayari tujue kwamba Yesu anakaribia kuja. Leo ulawiti ni swala kawaida. Baba anamlawiti mtoto. Yaani ni mambo ambayo hayakutakiwa yafanyike, ndivyo yanayofanyika. Na maana akasema hizo nyakati upendo wengi utapoa, kwamba mtoto atasaliti wazazi, wazazi watasaliti mtoto. Leo hii mama anaweza kabeba mimba miezi 9. Anabeba kwa uchungu, anazaa mtoto kwa uchungu. Anakesha naye usiku kucha halali. Anaisikia sauti ya mtoto kwa kilio, anajua huyu mtoto saa hii ni muda wa kuoga. Mtoto akilia anaijua hii sauti, mtoto huyu ana njaa. Hii sauti, mtoto anataka kulala. Anamtumainisha kwenye matiti yake. Lakini anapokuwa mkubwa, mtoto anahangaika na maisha, anaona sio mazuri, anakwenda kwa mganga, anasema kwamba mtoe kafara mama yako, na anamuua. Hapo ndo muone kwamba kweli nyakati hizi ni nyakati mbaya. Kwamba kama mtu alikuleta duniani akahangaika na wewe, hakulala, aliteseka, yamkini hata mume alimuacha, lakini kesho na kesho kutwa anakuja anamtoa mama kafara ili apate pesa. Hizi ndizo nyakati mbaya. Kwamba watoto wadogo wanafanyiwa unyama, watoto wadogo wanafanyiwa mambo mabaya. Ni nyakati mbaya. Tujue kwamba kumbe huu ndio uchungu ambao Yesu anasema kwamba anakuja, kwamba ni mwanzo wa utungu. Haya yote yametokea. Yesu yuko mlangoni. Saa hii wanatangaza kwamba mwaka huu kutakuwa na Elmino, kwamba toka mwezi wa 10. Ujue kwamba Yesu yuko mlangoni. Yaani ni mambo ambayo ya kutisha tu yanayotokea saa hii.
Ni mambo ambayo hayakustahili. Tuliona mwaka jana kipindi cha tarehe 29, mambo ni mazito ambayo hata Tanzania tuliona ni ya ajabu. Lakini nini? Yesu yuko mlangoni. Kwa hiyo kinachotakiwa wapendwa, kama alivyosema kwamba mtakatifu na azidi kuwa mtakatifu, mwenye haki na azidi kufanya haki, mchafu unaendelea kujichafua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tujiandae. Anasema myaonapo hayo changamkeni. Changamkeni, maana tayari ule wakati umewadia. Tumeyaona mengi, tumeyasikia na hata kuyaona. Saizi ukiwa na mitandao, mambo mengi unayaona ni mazito. Mashoga ni wengi, wanajirusha tu live, hawana wasiwasi. Ndoa za jinsia moja ni nyingi, kwamba mwanamke anaoa mwanaume, mwanamke na mwanamke, mwanaume na mwanaume, alafu ni kawaida. Nini? Tayari anasema kwamba yuko mlangoni, yuko njiani. Yani yuko mlangoni, kwamba anataka kuja kuchukua watu wake. Hao watu ni mimi na wewe, tunatakiwa tuchukuliwe. Kwa hiyo wapendwa katika Kristo, usivunjike moyo, usirudi nyuma, simama na Bwana. Anasema kwamba kazi ya kila mtu itapimwa, kwamba inapimwa kazi yako. Kwa hiyo tusifikie huko, ila sisi tujitengeneze, yani tutubu mbele za Mungu, tujirekebishe, tuanze upya na Bwana, kwa kuwa Bwana wetu yuko mlangoni, anakuja. Bwana wetu anakuja kuvuna roho za watu wake, kwamba anakuja kuchukua watu wake. Kwa hiyo mimi na wewe tusio watu kukataliwa, kwamba nimeachwa, kwamba Pita kaondoka, mimi nimeachwa. Ni maumivu ya aina gani kwamba ninaachwa, alafu najua kabisa nilikuwa naenda kanisani kila siku, ninasali, alafu majirani nilikuwa nawatambishia mimi nimeokoka. Leo hii wanakuacha, unabaki na yule jirani. Anakusemaje huyo jirani? Kwamba wewe ulijifanya mlokole, mbona wamekuacha? Wewe ulijifanya mtakatifu, mbona umebaki? Kwa hiyo tusiwe watu wa kukataliwa. Tujitahidi kujitakasa, tujitahidi kujitengeneza. Yesu yuko mlangoni. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie tena na hiyo ya Mathayo 12:13. Anasema kwamba kisha akawaambia yule mtu, tuangalie Thesalonike wa kwanza 4:6. Anasema kwamba mtu asimpunje ndugu yake wala kumkosa katika jambo hili, kwa sababu Bwana ndiye alipizaye kisasi cha haya yote, kama tulivyowaambia kwanza tukashuhudia sana. Kwamba kumbe haitakiwi sisi kwa sisi kulipiziana kisasi. Kinachotakiwa sisi tupendane, tuwe na upendo, tunie mamoja. Tusianze kusemana vibaya, tusianze kuchukiana, tusianze kurudishana kisasi. Kisasi ni juu ya Bwana tu. Ndio maana akasema kwamba msihukumu. Yeye atakayemhukumu mwenzake atahukumiwa. Kwa hiyo tusiwe watu wa kuhukumiana, ila tuwe watu wa kupendana na wakunia mamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu awabariki. Somo langu limeishia hapo. Baba mtakatifu, wewe ni mwema na mwaminifu. Umetupenda toka mwanzo wa kuumbwa misingi hii ya ulimwengu, hata kufika saa hii na wakati huu. Ni wewe tu Baba yetu. Wengi walitamani hata waamke kwenye vitanda vyao ili wapate kuungana nawe sana majira haya, lakini Baba wameshindwa. Sisi ni akina nani hata ukatupa nafasi hii tena ya kurejea mbele zako na kuyasikia maneno haya matakatifu. Baba, tunakurudishia heshima na utukufu, tunasema asante. Asante Bwana kwa ajili ya kutuponya tena roho zetu na nafsi zetu. Asante tena Bwana kwa kutukumbusha majira na wakati huu wa mwisho. Baba Yesu wa Nazareti, tunakuomba Baba usimame nasi, tusiwe watu wa kukataliwa Bwana, bali siku hiyo Baba tukakulaki nawe Bwana, tukafurahi nawe
tuelewe katika mawingu yako, Bwana majeshi. Baba, tunajiachilia mikononi mwako, tunasema asante. Simama nasi Bwana, tembea nasi Baba, mtie nguvu kila mmoja mmoja Bwana majeshi, maana hii safari ni ndefu Jehova, kama ulivyosema kwamba wewe utatia nguvu magoti yalolegea. Tuko watu tunajikongoja Baba kwa ajili ya hii safari nzito. Baba, imarisha tena magoti yetu Bwana, tupate kusimama tena, tupate kwenda mbele Baba, tusirudi nyuma tena wala kuchoka tena njiani. Simama nasi Baba, simama nasi Jehova. Yesu, asante Baba kwa wema wako, asante Mungu kwa uaminifu wako, asante kwa nguvu zako Baba. Utukufu na heshima ni wako tu Bwana majeshi. Tunajikabidhi mikononi mwako tukiomba na kuamini. Amina. Karibu kiongozi wa ibada.